Danger, uko na masasi nisiku apita. Danger. Que Dieu bénisse le Congo. Naam, hiyo ambako nasikiliza ni Baraka One TV na tuko majira ya saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa naelekea 7 hivi majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga ambaye nilikuwa nakurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Ndugu zangu, tutafocus sana kwa yale ambayo yalifanyika Goma usiku. Imegundulika SSLK nyumba moja imewaka moto baada ya mapigano yaliyofanyika usiku wa jana kuamkia leo hii. Chanzo ni nini? Tuko na visa viwili vikubwa. Kisa cha kwanza, inasemekana kwenye nyumba ya mama Olive Lembe yenye iko mkarcheka Kamisimbi, eneo la Mugunga. Ile nyumba ndani ilikuwa iko na vitu ambavyo wazalendo walisema kwamba wanataka waende wavichukue. Mamunition, maarme na waliweza kuingia wakiwa na precision, lakini kwa bahati mbaya kwamba walichelewa kidogo kwa sababu selon habari ambazo tulipata, zile vitu vilikuwa tayari vimekwisha kutolewa na kugawiwa kwa makahoko kwa ajili ya kulinda position zao, lakini hile haikuzuia wazee wa kazi kutokuingia na kufanya kazi yao kadiri jinsi inavyostahiki. Hiyo ni moja. Pili, niligusia jana usiku kwamba M23 iliweza kuwaua zaidi ya vijana 10 hiyo siku ya tarehe ya kuamkia siku ya maandamano ilifanyika ya M23. Sasa kuna wale ambao hawakuweza kujitokeza kwenye haya maandamano wakapinga, na unajua yalikuwa ni maandamano ya kulazimishwa, wakaenda wanachukua watu kwa kinguvu. Wale wenye walikuwa wanapinga ndo wakakutanana na ufirauni ambao waliufanya magaidi wa M23. Tutasoma hapa maoni ya huyu ndugu yetu. Alituma maoni, anasema maoni yangu kuhusu kubadilishwa kwa katiba. Tutasoma hii maoni yako bwana. Na ili kwa kwanza kupata habari zetu, nimesema ni kulike na share Baraka One TV na kusubscribe pia, na hivyo ndio itakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata matangazo kila wakati. Na niseme kwamba tuliongea na mtu wetu ambaye yuko jijini Goma na aliweza kutupatia taarifa ya nini ambacho kimefanyika Goma, hali yenye inaendelea kule Goma ilikuwa ni hali gani. Kabla ya kwenda kwanza kule kote mbali, ni kupe kwanza hii hapa. Huyu anasema rais wetu Felix Antoine aliwaza vyema kuibadili, maana articles zinazokuwa ndani ya hiyo ya mbele azikutane na sheria ya nchi yetu, na waache kumpinga kwa yote iko nafaa, maana vingi anaongozwa na Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Wasiokuwa na akili na ufahamu njoo wako, naona kama hakuna kazi iko
natumika. Mimi kama mzaliwa na mwananchi na muunga mkono, maana anatayarisha maisha ya vizazi vipya ambavyo vinakuja huko mbele. Vitaishi maisha mazuri yenye raha na usalama, na hakuna atakaye waonea kama tulivyoonewa sisi. Mimi ni Miankanda Nzinga Kings kutoka jimboni Kivu Kaskazini, Goma vile. Namba yangu ni hapa metuma. Niliwahi kufunga namba yangu juu ya hawa mabandia, walinikaza kutumika nayo. Okay, pole sana. Sikuita siwezi kuota mwasi nchi yangu hata ukamwe mpaka walimu. Peleka kiana wangu wa pili kuzaliwa mwezi wa pili mweseki, mpaka sasa hatujui kama alishaka fariki wala yuko mzima. Jina lake ni Lotere Miankanda wangu jilai lik. Pole sana wana. Unaona? M23 walikamata mtoto alizaliwa mwezi wa 7 tarehe 7 2004. Unaona? 2004 wakabeba mtoto wa mzee wetu hapa. Kwa hiyo tunatoa pole sana, pole sana. Ni hivi atakuwa naelekea magombe ma 19. Pole sana kwa mkasa ambao ulikupata ndugu yetu, mzee wetu. Mungu ndiye kukutia nguvu. Haya, asante sana kwa maoni yako. Nafikiri ni hivyo. Haya, sasa Goma usiku wa jana uliamkia kwenye ambiance ya matakutaku, na azikuwa takutaku za kawaida, lakini zilikuwa ziko na malengo. Malengo ambayo yalikuwa yapo ilikuwa ni kwenda kuchukua mzigo ambao ulikuwa huko kwa mama Olive Lembe. Wanasema kwamba kuna stockage ya munition ilikuwa inalindwa ndani ya maeneo ya mama Olive Lembe Kabila, maeneo ya Mugunga, mukomine ya Karisimbi. Na hiyo mambo wakati watu wanataka kwenda kuichukua ilikuwa tayari imekwishwa kutawanyishwa, na ilitawanyishwa kama inaofuata hapa. Hizi nimezipewa. Wanasema kesi 290 za AK47, kesi 298 za mortier 60, mortier 190, kesi za hard tank 88, kesi za Castor 398, kesi za PKM 400, kesi za 12 pour 12 100 ambazo zilikuwa deploye Rubaya, 200 Kagano, Muremure, Ruiriza, Bitonga, Ruki pamoja na Rukara. Aina zingine ziliweza kugawiwa maeneo ya Masisi kwa lengo la kuweza kutengeneza mkaba ambao unazunguruka Rubaya na Minova na Mushake juu ya kulinda maslahi ya magaidi hao, ikiwemo pia maeneo ya Ziralo ambayo iko mutarafa ya Kale, na pia ukiwa ni mlango wa kuingilia Rubaya. Sasa hii ndio ilikuwa target. Tuseme kwamba twende tuchukue hizi vitu. Sasa ubovu wa bahati ni kwamba hivi vitu vilikuwa vimekwisha kutolewa na visha gawanyika. Ndo wakati wazee wa kazi wanaingia, makahoko wako pale, ikabidi waanze kujibiana. Moto ulikuwa ni mkali mno. Wale ambao walibatika kusikiza matangazo yetu ya usiku, nafikiri walipata picha na kuelewa moto ulikuwa ni mkali kiasi gani. Wazalendo walikuwa determine, na sababu lengo alikuwa la kusema kwamba tudhibiti Goma
ilikuwa ni kuja kuchukua ile mizigo na tuondoke nayo. Lakini baada ya mizigo kwamba kukuta mizigo ina fail kuondoka nayo na kuna watu ambao wanajaribu kuzuia njia, ndo moto ukakuwa huko mkali kiasi hicho. Sasa raia wanasema Makahoko walikipata cha mtemakuni mno. Makahoko walipata cha mtemakuni mno. Walikuwa nakuja kusomba mihili ya watu wao ambao wamepoteza maisha kimya kimya ili watu wasione. Tuliweza kuongea na mkaaji mmoja wa jiji la Goma kwa asubuhi na alikuwa na taarifa hii ifuatayo. Hebu tusikize maongezi jinsi yalivyokuwa. Baraka One TV. Halo, salama? Ni salama ndio, habari za kushinda na kulamuka pia. Ni sawa, habari za asubuhi za kule. Hapa tumelamuka salama kidogo, tunashukuru Mungu. Lakini tulilala mu mapombe na masasi mingi Goma kabisa. Jana usiku ilikuwa kuwaje? Jana usiku ulifanikiwa kuweza kutoka hata nje kuona nini ambacho kinaendelea? Nilitoka nje lakini sikuenda kule juu mimi niko huku ngambo za station Simba huko Ndosho. Lakini niko na banduku wenye bako Mukunda, bako SSLK kule. Bako nilituma kubaita usiku na mabombe ziko nalia. Wakaniambia kule kabisa ilikuwa nguvu sana. Na watu waliwana kule ni juu. Tumefika pale hii saa ya usubuhi sasa hapa kwa moto iko na madamu zinayala pale mingi, yawezekana watu walikufa pale mingi kabisa. Na unaiwa wanasomba maiti pale. Manyumba zinalungula pale kwenye mabombe zilipiga. Ukipiga hesabu ni nyumba kama nyumba ngapi ndio zitakuwa zimeungua? Nyumba moja yenyewe walipiga morokete na njoo ilikuwa imerungula. Hasa gari za kuzimisha zimefika ile asubuhi zinazimisha. Lakini wale watu waliomba maiti zao usiku kabisa. Ndio juu pale kuna yala madamu mingi, raia moya njoo iko pale. Na selo habari zenye zilitoka pale ni ilikuwa haswa ni kina nani ndo walichokoza wenzao? Wenyewe walichokoza, unajua kama elemaze tu zinayala humu yudo tumu Mkanyaruchinya, humu Mpake mote, huku nani kote Kinyamuyaga mule yulu. Walichokoza wengine mule usiku hatungeliwayua sisi. Lakini inawezekana wazalendo ndio walichokoza tu ni mvile humu. Aba walichokoza wengine inawezekana FRDC na wazalendo ndio walichokoza humu mvile. Sijui ni mvile direct mwe. Ndio. Kuna silaha ambazo zilikuwa kwa ile nyumba ya Olive Lembe ndo zilikuwa zinalengwa zile. Eski mko nayo taarifa pale Goma? Taarifa ambayo tunayo hatuyoi. Kuna silaha ziko pale na inawezekana hivyo uko na ile taarifa manake inawezekana vile. Hiyo ni moja kati ya chanzo yenye maeleme ilishuka pale na ile efe ya mauaji yenye balifanya muka Misimbi ya bajene zaidi ya 10 BM23 kwa mkia journée ya marche, pia mko bainosa pia ilichangia pia kuweza kushuka pale. Ndio. Antuka wale watu walimekufa bure. Watu ni wauaji wako na uaua watu bure. Service situation iko aye mu Goma.
Mbo umu Mgoma circulation iko mekazi haziziko baridi tu. Tunatumika tu ni watu wanatumika ni force me watu vitu haliko vizuri, wako na mawasiwasi tu mingi. Unako kulilala masasi watu hawezi kuwa na roho yenyewe inatulia. Ndio activity na mavisi zinatembea tu meni kwa baridi watu ba mingi habatoke nyumbani, banaikala tu kimya kuchunga watu wasubiri vitaendeka namna gani. Ujumbe gani uko nao kwa population ya Goma na kwa wazalendo kiujumla? Ujumbe ninayo ni kusema kwamba sisi raia ya Goma tunateseka sana. Tunateseka sana. Kitu cha kufanya kwa ujumbe guvernema yetu kisitahidi sana, wafanye mwae yote wakuji watukomboe. Tuko na wangoya kwa hamu sana, na wazalendo wetu wafanye mwae yote, wawe na nguvu yote kabisa, waje watutoshe mutuma tunayo, sababu hatuna amani mwinchi yetu. Hiyo ndio ujumbe ninayo kabisa kwa guvernema yetu na raia na wazalendo wetu. Wajitahidi sana, wafanye yenyewe inawezekana yote, waangalie jinsi ya kututoa mwi utumwa. Okay. Yes, sawa. Mimi nakushukuru sana kwa muda huu. Mengine tuendelee tu kuwasiliana juu ya kupata taarifa zaidi za jiji la Goma kwa sasa hivi. Ndio. Tutajitahidi tuendelee kuangalia vitu vinaendeka namna gani. Asante sana. Haya, huyo ni ndugu yetu ambaye anapatikana jijini Goma, na ndo taarifa zake hizo ambazo ameweza kuzitoa kuhusiana na hali yenye ilikuwa, kwa sababu hivi sisi tunaongea hapa alikuwa pale surplus hapa kwa moto yuko na waka. Haya, moto umewakia wapi? Ni kuseselka. Seselka ndio tuseme kwamba kuliweza kuwa affrontement yenye ilivya mzuri. Unaona? Yenye ilihivya mzuri, na raia mmoja ndiye aliweza kuonekana akiwa amepoteza maisha kama kisi ulivyosikia. Na usiku mara mingi niko nawaambia Goma kwa sasa hivi hakujawa vizuri kwa mtu kutembea usiku. Kila mtu anatakiwa kwanza ajimarishe, ajilinde. Sawa? Akae nyumbani kwao, akae nyumbani kwake. Wezi roer saa 5 usiku uko unatoka wapi? Uko unaenda wapi? Voila ba victime venye balangukia mwili Kasheshi. Na mnajua kwamba maeneo ya Mugunga ni maeneo ambako vitu avichachake avipitagi hivi bila kufanywa jambo. Dede, mnajua kwamba Goma yote iko encerclé mpaka sasa hivi na wazalendo, na tuko na maelema zetu mule muvile ya Goma wako mule ndani. Vyote hivi mnajua, lakini sasa mnaambiwa jamani, acheni kutembea ovyo. Kwa sasa hivi kwanza mambo sio mazuri, watu wanakuwa hawako wanasikia. Chanzo kingine cha pili kenye watu walifanya kuingia Goma, mnajua kwenye maandamano, kuelekea maandamano ya M23 waliwalazimisha watu watoke waandamane, vijana wale ambao ni wapatriote kabisa walikataa kushirikiana na M23. Unaona? Baada ya wao kukataa kushirikiana na M23, kilichofanywa sasa pale ni M23 kuanzisha kamata. Ile kamata yao ambao walifanya ikapelekea kuchukua idadi kubwa ya vijana makumi, yani ni zaidi ya 10, na kuondoka nao. Wanakuja kugundulika wamefariki. Unaona? Vijana wetu wanakuja kugunduliwa wamekwisha kufariki dunia.
makosa ambayo yamefanywa na M23. Waliweza kupoteza maisha yao hiyo tarehe 14 za mwezi huu wa 6 baada ya bouclage ambayo ilifanyika mkartie Katoi ndani ya komine ya Karisimbi. Jeshi la Rwanda RDF huku likiwa sambamba na M23 walifanya mauaji ya vijana zaidi ya 10. Naposema zaidi ya 10 wanafika hata 20 na kuendelea. Vijana ambao hawana tia, kile tu kitendo cha kusema kwamba hawata shiriki marshe ya M23 ile tu. Na hii pia ndio ilichangia kwa vijana wetu wa kazi kusema pana, hii sasa ina exagere, twende tuwaoneshe kwamba tuko hapa karibu na tuko mbali. Ndio moto mwingine ambao pia uliweza kusababisha Goma kuweza kuwaka kwa siku ya jana usiku kwa mkia leo hii. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio mazingira ambayo yalamkia Goma hiyo. Sasa hapa kuna kitu ambacho nataka nitoe kama ufafanuzi fulani hivi kwa situ watu wa Goma. Ndugu zangu, mnaona hii hatua yenye tuko nayo, c'est vrai tuko mu cessez-le-feu, lakini cessez-le-feu haituambii tukunje mikono. Cessez-le-feu inatuambia sasa tuko mu operation, kama kuko provocation tunaijibia legitime defense. Ndio yenye ilifanyika, hii ni legitime defense. Wenye walianza kuatake ni M23, ndio waliatake raia, kukamata raia na kwenda kuua raia bila kuwa na hatia yote. Sasa antake serikali inaweza kuvumilia kabisa ione raia wake wanafanyiwa vitendo vya kihalifu hivi na wakae kimya, wakose kufanya jambo lolote? Haiwezekani. Ni lazima serikali iweze kuingilia kati, na ndio hiki ambacho serikali iliweza kufanya ndani ya jiji la Goma. So Brown aliweza kupokelewa kwa kishindo kikubwa. Brown ni mmoja kati ya makamanda wetu, baada ya kuweza kumpokea ndugu yetu Kabala kule Manyema, maeneo ya Salamabila, na ndugu yetu Brown vile vile imefanyika hivyo. Unaona, Manyema tuko na wapiganaji ambao pia wako vizuri na wanafanya jitihada zote kwa lengo la kusema kwamba taifa liweze kuwa na muunganiko mmoja na tuweze kushirikiana wote kwa pamoja. Na hivi vikosi vyote vinatarajiwa kuja pembezoni mwa mji wa Goma na Bukavu. Hilo mnatakiwa mlielewe kwamba hivi vikosi vyetu vyote vinatarajiwa kuja pembeni ya Goma pamoja na Bukavu juu ya kuweza kuongeza nguvu, kulingana na situation yenye iko inaendelea pale sasa hivi. Hata misiyo hata umona we pakebo masananga courage haya. Kaembe hapa tuko arrive ya mzee Brown njoo tuko naye Kaembe hapa Yo tuko na misubiri tu paka hapa. Bamotari hapa bazalendo bapakebo bakina mbala biskot. Pakebo bebo ni feli hapa. Tuko tili hapa. Kaembe hapa tuko. Nani? Bamotari tu hapa. Yo tuko Kaembe hapa. Tuko pamoja na Johnny Kaembe hapa. Nasogelea na pale kwa Kaembe. Ndio Kaembe hapo kwenye tuko sasa.
Tunampokea mkuu wa Brown mwetu Mumingazi. Komanda Brown aliingia leo, tunampokea. General demi kilo ikitika sasa pale kati ye ule mkuu wa Brown. Angalia vikosi sasa. Lakini kwa mchana huu ambacho naweza kuwaambia tu watu wa Goma ni kwamba wajaribu kuwa watulivu. Mnatakiwa kuweza kutulia. Hii masuala ya kutoka kuingia sirtu maeneo ya Mugunga. Sawa? Watu wa Mugunga jamani, mnisikilize. Vagabondage zenye aziko na umuhimu kwa sasa hivi, inabidi msitishe. Watu wa Mugunga, achaneni na hizo kutembea bila mpangilio kwa sasa hivi. Msubirie kwanza situation ikuwe sawa, ndio mnaweza sasa kufanya shughuli zenu. Kwa sasa hivi kwanza hali bado haijatulia. Unaona hii perte yenye wakako walipata, hawataitangaza, lakini walipata hasara moja kubwa mno. Sasa hivi hasira zote kama mnavyojua zitangukia mikono ya banani, ya population. Hiyo inakuwaga ni kawaida yao siku zote. Baada ya hasira zinashemu raia. Sasa ndugu zangu, kuweni makini, epukaneni na kutembea kusipokuwa na mipangilio thabiti, na pia epukaneni makundi, sababu sasa hivi ni kipindi cha kisiki ni kwale. Unaona ambacho kilifanyika pale, M23 walikuja kutoa watu wao ambao walipoteza maisha ili aibu isionekane hadharani. Ushelewa? Na ili kuweza kuagrave vitu kuwa vikubwa. Vitu vingine wanafanyaga wao kama vile kuchoma manyumba. Ushelewa? Kuchoma manyumba, kuharibu vitu vya watu. Wao ndio wanafanyaga hivyo. Lakini siwazii kama sisi tunaweza kuchoma manyumba ama kuharibu maduka ama ile ni mode ya operation ya makahoko. Juu akishafanya hivyo, si wanapata cha kuzingizia kwamba watu fulani walikuja wakafanya hivi. Unaona? Ili waweze kujipa uzito wa jambo lao ambalo wako nalifanya. Ndio maana wanafanyaga hivyo. Sasa kusema kwamba kupoteza maisha ya mtu pia kwao ni jambo la kawaida mno. Ndio maana ndugu zangu, kuweni makini, achaneni na mambo ya kutoka. Nafikiri kwa habari zingine tutaendelea kukuletea kupitia Baraka1 TV, na tuko na watu wengi sana jijini Goma, jijini Bukavu. Pia kuna taarifa zingine nyeti huko, tutaendelea kuzisikiliza. Kikubwa endelea kushare na kusubscribe Baraka1 TV, ili utakufanya kuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, niseme tu bye bye.